Hello. Bwana ni mwema. Salamu yetu, moto wetu unasema elimu, safari yenye tumaini. Elimu, safari yenye tumaini. Basi nikukaribishe tena katika siku nyingine kwenye mfululizo wa masomo yetu ya juma la maombi la uamsho na matengenezo, maalum kabisa kwa ajili ya wanafunzi wa form 6 ambao wanaelekea kwenye mitihani yao hivi punde. Sasa leo ni siku ya 3 na somo letu linasema mwanafunzi na maono. Mwanafunzi na maono. Mungu atuongoze katika somo hili kwa jina la Yesu. Amina. Kama kawaida na kama nilivyokwisha kutambulisha huko awali kwamba tunatembea katika safari ya Mtume Paulo tukiilinganisha na safari ya mwanafunzi. Paulo alikuwa na maono. Paulo kuna kitu alionyeshwa anapaswa kukifikia. Ni kwa sababu hiyo alikuwa na bidii katika kazi ya utume. Alipambana ili afike hapo. Ni muhimu kuwa na maono katika haya maisha. Ni muhimu kuwa na maono katika safari hii ya elimu. Naam. Tusome kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 12. Biblia inasema, ni maneno ya Paulo, anasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Wafilipi 3:12. Paulo anasema si kwamba nimekwisha kuyafikia maono. Si kwamba nimekwisha kupafikia pale ambapo Yesu amenielekeza kupafikia. Hapana. Hata pamoja na kufanya kazi kubwa niliyoifanya hadi sasa, bado sijafika hapo. Ninakazana ili nifike hapo. Paulo anataka kutuambia nini? Ni muhimu kuwa na maono. Mwanafunzi, kumbuka Mungu amekuumba kwa kusudi maalum. Amekuumba akaweka uwezo wote ndani yako. Amekuumba na nyenzo akakuwekea na kukuandalia. Kwa kadri unavyoweza kushirikiana naye, ndivyo anavyoweza kukufikisha mbali zaidi na katika viwango vya juu zaidi, ukifanya mambo makubwa zaidi hata ya kushangaza huu ulimwengu. Hata hivyo, msaada wake hautaondoa wajibu wako. Amekuumba kwa uwezo wa kiakili, kwa uwezo wa kimwili, na zaidi ya hilo amekupatia fursa kubwa ya kushirikiana naye. Kila unapomuita yuko tayari kuitika. Sasa swala ni hili. Mungu ameshakuita. Je, amekuita kuifanya kazi yake? Amekuita kuwa mtumishi wake kwenye pointi gani hasa? Na kwenye hiyo pointi ni viwango gani hasa ametamani uvifikie? Mungu anatamani tufikie 100% ya kuutumia uwezo wetu wote. Anatamani tuwafikie wale wote ambao amekusudia tuwafikie. Ikiwa amekusudia tuwafikie bilioni 1, hatapendezwa
hata tukiwafikia milioni 999. Yaani hata akiwa amebaki mtu mmoja, hatujafikia kile kiwango, haitampendeza. Kwa nini? Kwa sababu anaujua uwezo aliouweka ndani yetu ni mahali pale ungeweza kufikia. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na maono, ni muhimu kushirikiana na Mungu ili tufike pale alipokusudia tufike. Rafiki, mwanafunzi, una maono gani katika maisha yako? Una maono gani? Unapolala na kuamka, unapokwenda huku, kirudi huku, unapoingia na kutoka, je, una maono gani? Je, mwendo na hatua unazozifanya zinakusaidia kuyafikia hayo maono? Ni muhimu kuwa na maono. Kabla hujaanza safari, ni muhimu kujua unaelekea wapi na kwa nini. Rafiki, ni muhimu kuwa na maono. Na wala sio tu kuwa na maono, ni muhimu kuwa na maono makubwa, kwa sababu Mungu amekuumba kwa kusudi kubwa. Kwa sababu uwezo na nyenzo Mungu yuko tayari kutupatia, yuko tayari kukupatia ili ufikie kutoa yale matokeo makubwa aliyoyakusudia. Mungu anaweza akatenda, akakutendea, akanitendea, akatenda kupitia kwetu, ikiwa tutaruhusu atuongoze katika kuweka maono yetu. Ndio, kusudi la Mungu inaweza ikawa ni uwafikie watu 10 hapo shuleni. Lakini katika kukuonyesha hilo kusudi, anaweza asikuonyeshe utawafikia kwa namna gani. Ila ukimwomba akusaidie, akupatie hekima ya kujua utawafikia kwa namna gani, anaweza akafanya hivyo. Sasa ni vema kushirikiana na Mungu, na ni vema kuchagua kwamba maono ya Mungu ndiyo yawe maono yetu. Kumbuka, hatuna hekima kabisa. Yeye ndiye mwenye hekima peke yake, na yeye yuko tayari kumpatia yeyote aliyepungukiwa. Yuko tayari kumpatia, kwa sababu ni kwa utukufu wa jina lake. Rafiki, leo ni vema umwombe Mungu akuongoze katika kuweka maono. Katika safari yako ya elimu, ni vema umwombe Mungu akuongoze kuweka maono. Ni muhimu kulijua kusudi la Mungu mapema kwa maisha yako. Ni muhimu kujua mapema unataka uwe nani kupitia hii elimu. Unataka hii elimu ikupatie nini? Alafu ubaki kufocus, yani kulenga hapo hata umepata. Ukimtegemea Mungu, yote yanawezekana. Na hata yale ambayo ni makubwa na magumu, kama Mungu akikuonyesha, basi yanawezekana. Nasisitiza nini hapa? Ninasisitiza kuweka maono. Ninasisitiza kuwa na malengo. Ni muhimu sana kuwa na malengo. Ni muhimu sana kuwa na maono. Suleimani anasema, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Ni Mithali 29 mstari wa 18. Kwa maana gani mtu pasipo maono hawezi kujizuia? Rafiki, hii dunia ina mambo mengi. Kuna upuuzi mwingi. Kuna wapuuzi wengi. Ni maneno magumu kuyasema, lakini ndio ukweli. Kuna wengi ambao usipokuwa makini watakutoa kwenye kusudi la Mungu kwa maisha yako. Kuna wengi ambao usipokuwa makini watakutumikisha kwa makusudi ya maisha yao, badala ya wewe kulitumikia kusudi la Mungu kwa maisha yako. Ni muhimu ujue mapema
Ni muhimu utambue mapema kusudi la Mungu kwa maisha yako. Ni muhimu utambue pointi ambayo Mungu amekusudia uifikie, alafu ukazane hapo hadi umefika. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Nitolee mfano kwa mtu anayepata mshahara au anayepata kiasi cha pesa kila siku au kwa mwezi. Kwa sababu hana maono, kila anachokipata, kila pesa anayoipata inaweza ikaishia kwenye kufanya vitu vya ovyo. Kwa kweli mwisho anakuja kustuka pesa imeisha na wala hajafanya chochote. Naam, anaweza akaona kiatu hiki akataka akinunue, akaona pipi ile akataka aile, akaona jambo hili akataka aruke nalo, akasikia kuna kwenda huku akataka kwenda. Je, unakoenda kuna mchango wowote wa kukusaidia wewe kukamilisha kusudi la maisha yako? Pasipo maono watu huacha kujizuia. Ni vema kuwa na maono. Usipoteze muda. Hakuna nafasi ya kupoteza muda. Muda tuliopewa unatosha kusudi la maisha tulilopewa. Muda unaopotea hauwezi kufidishiwa kwa namna yoyote. Usipoteze muda. Ni muhimu sana umsihi Mungu akupatie maono. Ni muhimu sana unapopanga maono yako, unapoweka njozi zako, uweke pamoja na Mungu. Hebu kubali Mungu leo akupatie maono yake ndiyo yawe maono yako, kwa sababu anaujua uwezo ulioko ndani yako, kwa sababu anaelewa kusudi la yeye kukuumba. Kama kuna kitu bora kabisa unachoweza kukifanya leo ni kujisalimisha kwa Mungu, kujikabidhi kwake na kumwomba ayatimize makusudi yake kwa maisha yako, na kumwomba akutumie kutekeleza kusudi la yeye kukuumba, na kuomba akupatie njozi, akupatie mipango, akuonyeshe mbinu za wewe kufika pale alipokusudia. Kumbuka Mungu anaweza yote, lakini hatafanya ikiwa hatutamuita. Na kuna mengi ambayo angeweza kutufanyia, lakini kwa sababu ya kutokumuomba wala kumuita, hataweza kutufanyia. Ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tafuteni nanyi mtaona. Mungu anatupenda. Rafiki, weka maono. Katika maisha yako hakuna kitu kitabadilika. Hakuna maendeleo yatakayopatikana bila kuchukua hatua. Bila maono hakuna kitakachotendeka. Maono yatakusukuma kutenda kazi hata kama umechoka. Maono ulionayo yatakuwa ni nguvu, yataiamsha nidhamu yako katika kuhakikisha unazingatia kile chenye maana na kupuuza kile kisicho na msaada wowote kwa kusudi lako wala utukufu kwa Mungu. Weka maono leo. Muombe Mungu hekima na uongozi katika kuweka maono yenye utukufu kwa jina lake na msaada kwa watoto wake. Kumbuka Mungu amekuleta si kwa kusudi la wewe kuishi kwa ajili yako wala kwa ajili ya kutekeleza mapenzi yako peke yako. Amekuleta kwa hakika kuishi kwa kusudi lake, kugusa maisha ya watu na kuwavuta wengi kwake. Sasa weka maono ambayo yatagusa mahitaji ya watoto wake, ambayo yatawasaidia wengi kumuona na wengi kuvutwa kwake. Weka maono rafiki. Nahitaji kukupatia ushuhuda wangu. Kwa kweli katika kusoma kwangu natoa visa vinavyohusiana na safari yangu ya elimu, kwa sababu ninawalenga hasa wanafunzi. Katika kusoma kwangu ili kusudia kwamba nitawafikia watu wengi,
kuwasaidia kumjua Mungu, nikiwaelekeza kwa Mungu, kwa sababu hakuna kitu cha thamani maishani mwao zaidi ya wao kumjua huyu Mungu na kumtegemea katika safari yao yote ya maisha, ikiwemo elimu. Hivyo niliazimu kwamba nitawafikia wanafunzi, lakini pia nitawafikia wanajamii. Wakati ninapokuwa nikiwatia moyo, pia nitawaelekeza kwa Mungu. Wakati nikiwaongoza juu ya nini cha kufanya na kuwaelekeza, pia sitaacha kuwasihi wamtegemee Mungu. Wakati nikiwa tu form 2, form 3 na form 4, kila niliporudi nyumbani likizo, nilihakikisha nawafikia watu wengi, nikijifunza nao juu ya Mungu, mapenzi ya Mungu kwa maisha yao, nikiwasihi juu ya kuwa wema na kutenda wema. Nilikusudia kuwafikia wengi, na kwa kadri Mungu alivyonijalia nilitenda. Na hata nilipopata nafasi ndogo kabisa ya mazungumzo, katika kuzungumza na watu, katika kuzungumza na mtu, nilihakikisha kwa kadri mada inavyosonga ninaigeuza na kuingiza habari ya Mungu ndani yake, na hata kutoa wito juu ya wao kumtegemea Mungu. Rafiki, sijajua wewe una maono gani? Weka maono. Weka maono. Weka maono ya kiuchumi, weka maono ya kiroho, weka malengo. Muombe Mungu maono mahali anapotamani upafikie. Muombe Mungu hekima ya kuweka malengo na mikakati ya kufika mahali hapo. Kisha jitahidi, pambana. Pambana rafiki. Hakuna kitu kinachotokea kirahisi. Mapambano yanahitajika ili ushindi upatikane. Jitahidi rafiki. Jitahidi. Najua sio rahisi. Sio rahisi, itakubidi tu ukazane. Na kitakachokupa nguvu ya kukazana na kusonga mbele ni ile picha unayoiona pale mbele. Pale ni usawi mzuri. Pambana. Mtangulize Mungu. Maono yako na malengo yako weka yale ya juu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Weka yale ambayo Mungu atatukuzwa, watu watamuona. Kumbuka jambo moja, hata washindi ambao leo tunajifunza visa vyao katika historia, walikuwa wenye maono, walidhamiria na wakafanikiwa. Tunamjifunza juu ya mwanamke aliyetokwa damu kwa muda mrefu kabisa. Aliazimu kwamba ni lazima nimfikie Yesu na ni lazima niuguse upindo wa vazi lake na nitapona. Pambana. Mtangulize Mungu. Si rahisi, ila kazana. Pambana. Mungu atakufanikisha. Mwisho, Paulo maono aliyokuwa ameyaweka ni kuzidi kumjua Yesu zaidi, kujua ushirika wa mateso yake, kuzijua nguvu za kufufuka kwake, akifananishwa na kufa kwake, na mwisho apate kuifikia kiama ya wafu. Paulo alikuwa na maono. Hakukubali kukomea mahali fulani. Alipambana kila siku akue, kila siku asonge. Natamani Mungu akusaidie unapoweka maono, na natamani Mungu akuongoze. Basi naomba nikuombee. Asante Baba kwa ajili ya mtoto wako huyu. Namwombea umbariki katika safari yake. Namwombea umuongoze kuweka maono juu ya maisha yake, familia yake, na juu ya kazi yako. Msaidie kulifikia kusudi lako kabla hajalala Baba.